Bwana atameza mauti hata milele. Ni somo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 25 aya ya 6 hadi aya ya 9. Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Basi kati ya sisi tuliopo hapa leo hii hamna hata moja miongoni mwetu ambaye tayari amevuka mpaka kati ya maisha ya hapa duniani na maisha yajayo. Kwa hiyo hatuna ambaye anaweza kusema mimi nilikuwa kule na nilikuwa hivi na hivi na hivi, isipokuwa manabii. Isipokuwa manabii ambao wamesaidiwa, wamepata mwanga kwa njia ya Roho Mtakatifu kutufafanua kuna nini tunayotazimia baadaye maisha ya hapa, kwa ajili ya wenzetu ambao wamekwisha vuka mpaka huo waka kule pamoja na Mungu, na kati ya sisi tuliopo hapa. Itakuwaje kule? Tunatumaini nini? Na hii soma kutoka kitabu cha nabii Isaya kwa kweli inapendeza sana. Kwanza anazungumzia mlima wa Bwana, na sisi tunaweza kusema mlima wa Bwana ni kule juu mbinguni. Itakuwaje? Mungu atakuwa pamoja nasi na sisi tutakuwa hapo pamoja naye. Hapo tunaombwa kwa nabii anatumia mfano wa karamu ya vitu vinono, yaani kuna meza wenye divai na nyama na chakula kingine tamu ambao wenzetu wanakaa mezani pamoja na Bwana wetu wa Yesu Kristo kila wakati wakuwa pamoja naye. Hamna njaa tena. Alafu anaendelea kutuambia kwamba hamna masikitiko tena, hamna kuugua tena, hamna hata kifo tena. Kisha tumevuka mpaka tayari, yani tumefika, na tunatumaini kwamba wenzetu waliopo hapa tunaowatembelea hii tayari wamefika, wamepokelewa. Na kama bado wako njiani, kwa mfano sisi wa kanisa letu tunasema kuna nafasi kwanza kutakaswa kwa dhambi zile zinazobaki baada ya kifo kwetu. Mungu katika huruma yake anawahurumie namna hiyo, na pamoja na hayo sisi wenyewe tunaweza kuchangia. Katika kitabu cha Makabe tunaambia kwamba kuwaombea marehemu ni kitu kizuri sana, kwa sababu wenyewe tayari
hawawezi kujiongea, hawawezi kubadilisha jinsi walivyoishi. Maana ni kwa ajili ya sisi kuwaombea na Mungu katika kusikiliza maombi yetu, na Mungu katika huruma yake na upendo wake alionayo kwa kila mmoja wetu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza la leo, ameumba sisi sote kwa upendo. Hasingetuumba isipokuwa ametupenda. Kwa hiyo sasa tunategemea ule upendo na huruma ya Mungu Mwenyezi ambaye anaitika sala zetu, kuwapokea wenzetu kama bado wako njiani kutakaswa, ili wapokelewe rasmi kule mbinguni, na hao wapate kukaa mezani pamoja na Bwana. Na hiyo ndio tumaini tulio nayo. Kwa hiyo baada ya hivi tutaenda kila familia kwa kaburi cha wenzao kusali pekee, na sisi tutawafuata nyuma. Tutajaribu iwezekanavyo kufika kwa kila kaburi na maji ya kubariki. Kisha tumekaa tumesali kwa wapendwa wetu waliotutangulia. Tutakusanyika hapa tena kwa kufunga na kwa baraka. Kwa hiyo nendeni kwa pale unapoelekea. Kuna maelekezo mengi. Sawa, karibu. Tutakamata muda wa dakika 15. Yaani tunasambaratika, kila mtu anajielekeza kwenye kaburi lile ambalo limtuma yeye aje hapa hivi. Lakini ningewaomba mnapoenda sindikizwe na mtu mwingine, tusije tukaachi wengine huku. Narudilia tena, unapoenda bora usindikizwe na mtu mwingine, kwa sababu kuna wengine ambao wana pressure hata sehemu hii. Subiri kidogo, tunafukiza na hapa ndio baraka. Sasa wale wakuu unajua nafasi ya Moizi huko bwana safari. Tunanyunyiza kaburi hii na maji yaliyobarikiwa kama kumbukumbu la ubatizo wetu, ambapo ulitufanya watoto wako ambao tu warithi pamoja na mwanawe wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo katika uzima wa milele. Hapa uko kwenye kaburi hapa ya mtu. Hapa. Mungu Mwenyezi, tunabariki kaburi na maji kama mahali pa mwisho kwa mpendo wetu aliotutangulia, ikiwa tunaamini kwamba tayari maji haya yaliyobarikiwa kama kumbukumbu la ubatizo wetu, ya kwamba ambapo umetufanya tuwe watoto wako, ambao tualika kushirikiana na mwana wawe wa pekee kama warithi pamoja naye katika ufalme wake.
tunakuja hapa na wapendwa wa huyu mwalimu wetu ambaye ikiwa tunabariki kaburi yake, ikiwa tunaamini kwamba mwenyewe tayari tangulia yuko pamoja naye. Hii ndio nyumba yake ya mwisho alipokuwa bado hapa duniani. Ikiwa maji haya yakiwa tunatukumbusha kwamba sote tuliobatizwa umetufanya kuwa watoto wako na ndugu ya Bwanao wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, ambao tuliwarithi pamoja naye katika uzima wa milele. Na hiyo ndio tunayoamini kwamba mzee wetu alitangulia anapata kufurahia siku hizi. Ambayo ni mahali pa mwisho wapendo wetu waliotutangulia. Tunaibariki tukiwa tunaamini kwamba katika maji, ikiwa maji haya ikiwa alama ya maji ya ubatizo wetu ambamo tufanye tuwe watoto wako na kaka na Bwana wetu Yesu Kristo, ambao tu warithi pamoja naye katika uzima wa milele.